Hali ya chuki ama hofu kwa watu kutoka mataifa mengine ambayo inafahamika kama xenophobia katika taifa la Afrika Kusini ni jambo ambalo limekuwa likijirudia mara kwa mara na kuweza kuacha alama na makovu makubwa kwa wageni. Vurugu hizi si mara ya kwanza kutokea, na mapema wiki hii zilianza katika eneo la Alexandra na kusambaa katika miji mbalimbali hadi katikati mwa jiji, ambapo tulishuhudia makundi ya vijana ambayo yalikuwa yamebeba silaha za jadi wakionekana kupita mtaa kwa mtaa wakidai kwamba wageni ndiyo chanzo cha ukosefu wa ajira na kuongezeka kwa uhalifu katika nchi hiyo. Sasa hapa tumeweza kuzungumza exclusive na Mtanzania ambaye anaishi nchini Afrika Kusini kwa muda mrefu. Huyu ni mfanyabiashara lakini pia Mtanzania aliyeishi katika taifa hilo kwa muda mrefu sasa. Anafahamika kwa jina la Msizo. Huyu aliwahi kuwa pia shemeji wa mwanamuziki Diamond Platnumz. Hapa anatueleza nini hasa chanzo cha xenophobia na pengine nini kimepelekea hali hii kutokea kwa sasa. Ni kweli hali ya Watanzania na watu wageni wanaoishi katika taifa hilo la Afrika Kusini ni mbaya kwa sasa, lakini kama Watanzania ni miji gani hatari kuweza kuitembelea ama kuishi kwa wale ambao wako Afrika Kusini katika wakati huu vuguvugu hili la xenophobia linapoendelea? Kwanza nijitambulishe kwa majina yangu, naitwa Msizwa ama wengi wanapenda kuniita Msizwa CEO. Mimi ni Mtanzania ambaye naishi South Africa hapa Johannesburg na mfanya biashara. Bana, hii ghasia hii ya wanaosema ni xenophobia inafanyika katika mji mmoja unaitwa Durban na sio Johannesburg au na miji mingine ya South Africa. Kisa cha kuandamana huku ni kupinga vitu vingi ambavyo wao wameviorodhesha kwa wageni. Cha kwanza wanasema wageni wanachukua ajira zao. Cha pili wanasema wageni wengi wanafanya sana crime, yani wanafanya sana crime. Cha tatu wanasema kwamba wageni wanapata vibali kwa njia ya udanganyifu, yani vibali wanavinunua, vibali vyao sio rasmi. Pia wameelezesha vitu vingi, lakini vinavyokuwa vinamata sana ni hivyo ambavyo walivyosema kwamba wageni wanachukua ajira zao. Pili, wageni wanafanya sana crime, especially wanalenga mataifa kadhaa ambayo wao hawayataki kama Nigeria. Nigeria wanafanya sana crime, yani human trafficking wanasema wanafanya sana, kwamba wanafanya biashara ambazo sio halali. Kingine, taifa lingine wanalenga sana ni wa Malawi. Wa Malawi wamekuwa wengi sana na wanaingia katika nchi hapa hii bila vibali. Wa Malawi pia wanaambiwa vibali wanakuwa hawana, wengi sana, alafu wamejazana sana, wamekuwa wengi. Lakini all in all, hivi vitu bwana, ukiangalia kwa undani bwana, ni mambo ya politiki, yani mambo ya politiki. Wanahisi wakitaka kufanya jambo lolote la politiki, kitu ambacho kinaenda kwao viral ni kuanzisha hizi operation zao hizo wanaita xenophobia. Na makundi ni mengi wanafanya hivi vitu, sio kundi moja, kwamba ni watu ni wengi wanajikusanya wanaanzisha hii mada hii. Kwa upande wa Tanzania hakuna simu aina yoyote iliyopigwa mkoa wote au kitongoji chochote hapa Johannesburg au tofauti na hapa Johannesburg. Kwa Tanzania sisi tuko safety, hakuna tatizo lolote lilotokea, na kama likitokea tatizo sisi wa Tanzania tuna umoja wetu, tunaambizana. Lakini kwa Tanzania hapana, hakuna Mtanzania yote aliyopata ghasia hizi. Na nipende kutoa rai kwa Watanzania ambao wanaishi Tanzania, wasipokee kila kitu ambacho wanatumiwa ni cha sasa hivi, kwa sababu kuna video nyingi sana zinasambaa. Moja wapo kunaonekana kuna kijana anapigwa na anaongea kama Kiswahili. Mimi nachopenda kusema kwamba sio mtu anaongea Kiswahili wote wakawa Tanzania, wengine wa Burundi, wa Kenya, na unajua East Africa watu wanaongea Kiswahili. Na ile video ina miaka 3 iliyopita. Huyo kijana ambaye mlimuona katika hiyo video ni kijana ambaye alifanya uhalifu. Aliiba simu ya mtu, ya dada mmoja ambaye yupo hapa katika hiyo video, ambaye anampiga, ndio aliibiwa simu. Na sio kila mtu ambaye anaongea Kiswahili ni Mtanzania, mkawe kijua. Kiswahili sasa hivi kimekuwa sio lugha ambayo tunaongea sisi wa Tanzania, lugha hiyo ambao wanaongea watu wengi sana. Pili,
nipende kutoa rai kwa ndugu zetu pia wanaoishi Tanzania, msio na wasiwasi, sisi tuko usalama, hakuna chochote kinachoendelea kibaya kwetu sisi, na sisi bado tunafanya shughuli zetu, lakini kutokana na sisi wafanyabiashara tunaathirika kutokana na hizi fujo. Zikishafanyika biashara inakuwa hakuna, watu tunafunga ofisi zetu, au hata kama tukifungua watu wanakuwa sio wengi kutokana na ile taharuki ambayo ipo inafanyika. Kwa hiyo sisi bwana, sisi tuko salama, especially wa Tanzania. Alafu sisi wa Tanzania na South Africa tuna bondi, na pia South Africa wanajua sisi tuliwapokea kipindi fulani ambacho kilitokea fujo ya mambo yao ya kutaka uhuru. Wa South Africa wengi sana walikimbilia Tanzania, tukawapokea, na wana kambi Tanzania pale Morogoro, wanaishi Morogoro na kambi kubwa sana pale, umeona bwana. Na pia chama chenyewe cha South Africa ambacho kinaongoza nchi kinaitwa ANC, wana ofisi pale Tanzania Morogoro. Kwa hiyo sisi kwa Tanzania kidogo na South Africa tuna rekodi mzuri, kwa hiyo hatuna matukio mabaya wala kutulenga sisi wa Tanzania, na sijawahi kuona video kwamba Mtanzania anapigwa au Mtanzania anauliziwa kitu chochote kile. Sisi bwana tunaishi huko vizuri na mambo mengine yanaendelea. Kwa hiyo kama kutakuwa na kitu chochote tofauti na hichi ambacho mimi nikizungumza, basi tutakuwa tutajuzana na tutaelezana, lakini tunaomba ndugu zetu walio Tanzania wasipate wasiwasi. Sisi bwana tuko salama na tunaendelea na shughuli zetu kama kawaida. Asanteni sana. ST Bongo, nyumbani kwanza.